Esa Abedi TV, jicho la nyumbani. Ya leo kabisa nimeamua kuwatembelea hata wachezaji basi wa KM Tetezi. Siku nyingine nilipiga story sana na viongozi ya coach. Leo nimeamua kupiga story na wachezaji wa huyu ni miongoni mwa wachezaji wa KM Tetezi ambao wanafanya vizuri, wanasukuma boli mahali hapa na wanaendelea kuimarisha timu. Tumekuwa na mafanikio mazuri sana mwaka huu kwenye ligi ya Upendo Cup, waenda kufanya vizuri na niko naye kabisa pia. Je, ana matumaini gani mechi ya mwisho kabisa ambao wataifesi Fizi Raha? Anatuambia ni baza ndo poa kwema kweli naona bwana tunataka kufanya vipi mwili unahusiana namna gani? Upande wangu mimi ni sawa kwa majina yetu Pablo Gavi, mchezaji wa KM Tetezi, kiungo mkabaji wa timu ya KM Tetezi. Kiungo mkabaji. Unasema Pablo Gavi. Gavi ni wa Barcelona. Kwa hiyo nilipendelea sana kuchukua timu gani? Sio kwamba nilimpendelea ama sio kwamba mimi nilipanga mwenyewe. Kazi anayofanya vijana Pablo Gavi wa Barca na kazi ambayo nafanya mimi kiwanjani watu wakaamua nibadilike pia na Pablo. Ndio timu yangu mama hii. Kwanza nilipata jina wa Barca. Ingekuwa vizuri ila wenyewe mashabiki walipendezwa na jina la Pablo wakaamua kanipatia jina hilo hapo. Kawaida. Ya mkabaji kabisa kwa timu yako. Unaanza nini? Sasa hivi naweza nikawa na miaka mitatu. Mafanikio yangu ya miaka mitatu sema kweli nilikuwa sina mafanikio mazuri kwenye timu kwa kiasi changu ambacho nilichotetea katika timu. Nimefikisha mara moja nusu finali, nimefikisha mara 2 robo finali, na leo uko kwenye Upendo Cup. Na amecheza mechi gani ulikutana nao kwenye mechi ya FEBA? Sawa, okay. Naweza kusema kwamba kwenye mechi hizo mbili nilikuwa sipo. Sababu bado nimetoka majaribio, nipo kwenye timu nyingine huko Tabora. Mimi mechi yangu ya kwanza itakuwa ni ya Jumapili. Pia nimeona sio vibaya nikaja nikasaidia timu yangu kwa sababu timu yangu ambayo imenikuza mpaka nimejulikana KM timu ya KM Tetezi. Kaamua nije kwa sababu nilikuwa nadanganya nakuja nikasema ikabidi tu nije. Ile mechi yangu ya kwanza itakuwa siku na vipi mashabiki walichukulia namna gani wakati unawaambia utakuja na wao kwa baadhi ya mashabiki wangu ama mashabiki wa kijiji chetu wengi walikasirika kwa sababu nilikuwa nafika tu nawaambia kwamba nipo Kasulu wakati nipo Kasulu kwa wadanganya. Kuna wengine walikuwa wanatamani sana waone performance yangu ila walikuwa hawaioni, ila nahisi mashabiki wamemisi kuona. Wasubiri Jumapili kazi ipo Jumapili. Ya mechi kabisa ya mwisho kwenye hatua makundi mnakutana na Fizi Raha. Wewe unaonaje Fizi Raha kwa muonekano wa Fizi Raha au wanacheza ambao wameshacheza timu nyingine? Unafikiri kwaje? Mimi naweza kusema Fizi Raha ni timu nzuri na sio kama timu mbaya, kila tunaangalia na hadhi. Tunaangalia na hadhi ya timu. Timu yetu ya KM bwana ina hadhi. Ukiangalia mechi yake ya kwanza, mechi ya pili, kwa sababu mechi ya kwanza ya FEBA, mechi ya pili ya Gispo, hizi ni timu mbili. Na maana sisi kwenye mechi ya Jumapili ambayo tunakutana na Fizi Raha, cha kwanza sisi tunaenda kuheshimu, tunaenda kuwapa respect Fizi Raha, ila pia mimi naamini kwamba kinachoamwaga matokeo dakika 90. Siwezi kusema kwamba mimi Fizi Raha nitafunga afu mwisho siku kaja kwa jika. Ni TV hizi zinapostiwa nikaja kaangalia maneno yangu ya kina. Ila mimi nachotaka kuambia tu watu au watazamaji ambao wanatazama TV hii ni kwamba tusubiri dakika 90 zitakuja. Na una imani gani au una matumaini gani kuhusiana na kikosi chako ambao wanafanya? Mimi naamini 100% timu yetu iko vizuri na kama Mwenyezi Mungu atabless atanyosha mkono wake tutafika mbali kuliko hapo tulipo. Matumaini yako kabisa kwenye timu hii ya KM ni kufikisha wapi? Mimi matumaini yangu au tuseme ndoto zangu ambazo nakuaga nazo toka nimesajiliwa kwenye timu mimi nataka nifike finali. Nifike finali, pia lengo langu kubwa kabisa ni kunyanyua kombe. Najua kwenye kodi ya KM Tetezi bado hawajakuwa na kombe hapa. Na wewe matumaini yako ni kabisa uende kuchukua kombe. Wewe unafikiri itakuwa ni furaha gani
Kwanza mimi nisema kwamba itapofika Mwenyezi Mungu amebless kwamba tuchukue kombe. Na hiyo ndio siku ya kwanza. Unajua bro, mimi toka naanza mpira mpaka sija kutumia kile chochote. Na maana hiyo siku hiyo ndio itakuwa mara yangu ya kwanza mimi kumaliza kreti mwenyewe. Wewe mwenyewe kreti. Salimika au tutakuwa mazima? Yaani chochote kinachotokea ila mradi tu nione ile sherehe kwa sababu kwanza nitalia machozi ambayo hata Yesu hakuweza kulia. Kwa sababu ndoto ya kila mshabiki ambaye anaishi kijiji. Yaani sika hivi ni gundi kwa kijiji ya Mwenyezi Mungu. Kwa mtangulizi wetu Mwenyezi Mungu abless tu fike mbali. Yaani lengo letu kabisa sisi ni kuchukua kombe, ndio lengo letu. Yaani sisi hatueti kwamba tu ndio tunaeni pale ndio tupahitaji. Na nizamu kwa mechi ambazo wamecheza, unafikiria nizamu ya wachezaji wenzako ilikuwa namna gani uwanjani? Ya, naamini kwamba katika timu ambayo inaongoza nidhamu hapa kambini KM. Tukiwa kwenye mechi tu nidhamu nzuri, tukiwa kwenye mazoezi pia nidhamu nzuri. Ila sisi wachezaji ambao tucheze au time sana tunapokuwa kwenye mazoezi, tutafuata kwenye mechi. Sisi tuko kwenye mechi mdogo anatoka mheshimiwa mkubwa mheshimiwa ndio kama sisi timu yetu wachezaji wote wana nidhamu nzuri wote. Vipi kuhusiana na unapokuwa uwanjani unajifika cha kwanza uwanjani na kuaga na mambo mengi. Sisi wanaweza kusema kwamba uwanjani kwanza nikiwa kama kiungo mkabaji ama kiungo wa kati natajiri kwanza nimiliki timu pinzani, yaani niwafanye tena kujisikia mimi sitakangi kwanza timu pinzani nizoee. Cha pili napendaga ni wape monka ni wachezaji wenzangu atakapokuwa kifungo kaze usiregei. Ama kitu hivyo mbaya kama dakika ni picha kwanza napiga goli 5 kitu kinauma. Ila mimi nakuaga na focus wachezaji hata kama tuchafunga goli moja tutangulia basi kufika. Unaona? Tufaje tu na motion ya kukaza katika mchezo. Watoe katika ile mawazo kusema tuchafunga tumerejea. Mimi napenda sana kuelimisha wachezaji wenzangu tukiwa ndani. Pia nakuaga nawafokea wale ambao naanzaga nao kucheza nao kati. Kwa sababu gani? Mimi ndo naangalia uwanja wote. Kutoka kipa ni mimi na mimi ndo napokuwa French ya kati. Naona wachezaji nakuaga na wapo ile moka ile endelee kufanya vizuri katika timu. Ya unawaambia nini mashabiki wa? Cha kwanza nitawaambia kwamba tukutane tarehe 2 katika uwanja wa Zone 14 na jambo langu kwa sababu wenyewe mpaka mimi nimeenda huko wenyewe wamenipeleka. Pia nataka wajione kile ambacho nilichoenda kuchukua kule. Ya Jumapili tarehe 2. Mashabiki wa timu ya KMTZ inahitajika, unaalikwa. Nakumbuka kwenye mechi za kimataifa au tuseme Champions League wakati wa kina Ronaldo waangalie Real Madrid alikuwa anaita muje muone usiku wa miujiza. Na Pablo Gavi leo anawaalika mashabiki wote wa timu ya KMTZ, njooni mjionee kile ambacho alikitoa huko, anakuja ukionyesha hapa kwenye timu yake ya timu. Nini la mwisho basi kwa Singida kwa Abel? Tuomba msupport katika hiyo mechi. Asante sana. Ni Gavi, mchezaji wa timu ya KMTZ, alikuwa kwenye TV kama unavyoona, mambo ni mazuri. Na usikose kushuhudia mtanange mkubwa kati ya Fizi Raha na KMTZ. Mechi itakuwa ngumu kwa sababu Fizi Raha nao inahitaji kuchukua pointi 3 ili wawe wa best loser. Wawe kwenye wale ambao atakaofaulu kwenye hatua mtoano waingie nao. Itakuwa mechi kali. Na KMTZ haitaki kabisa kupoteza mechi hiyo. Inahitaji kuendelea kuandika rekodi. Wawe na pointi 9 kwenye hatua hii. Basi uende kushuhudia mtanange mkubwa ambao utakokuwa siku ya Jumapili. Alamsi.